ndiyo Patrick Mission High School iliyoshika nafasi ya 3 kitaifa matokeo ya kidato cha 6 mwaka huu na inayosisitiza maadili na uzalendo wa nchi yetu. Sasa inawaletea watakuwa nataka kujiunga kidato cha 5. Tumeona kwanza waanze maandalizi mapema, watasoma kitu inaitwa pre-form 5. Watoto hawa wote kidato cha 5 ambao watakuja watapata fursa mbili. Fursa ya kwanza kidato cha 5 wa mwaka huu tutaanza mapema. Tunaanza mwezi wa pili ambapo watoto watapata fursa ya kusoma na masomo ya kompyuta. Wakati wananchi wakishiriki hizo shughuli za maendeleo, viongozi nao wanashirikiana pamoja nao. Tushukuru hapa Patrick Mission tulienda nao, nadhani ni jambo ambalo ni zuri kwa kweli, na kama viongozi wote tungeweza kufanya hivyo, mimi nadhani tungepiga hatua. Tunaongea kwa maana ya vitendo. Ukiangalia Patrick Mission kuanzia mwaka jana imekuwa sambamba katika kuhakikisha watoto wa maskini wanasoma na viongozi kuhakikisha kwamba hili ambalo tunalipata shuleni kwetu linakuwa ni keki ya taifa kwa wote. Usikose kufuatilia kipindi hiki maalum Jumanne saa 4 kamili usiku hapa. Maadili kwanza, chanzo chake kikubwa ni malezi. Na malezi maana yake yanaanzia kuanzia nyumbani, kwamba hawa watoto wanapaswa kuwa na malezi ambayo yanampendeza Mungu. Kwanza kumpendeza Mungu, lakini la pili kuipendeza nchi yao. Na nafikiri wanielewe vizuri. Tupo duniani kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, lakini tupo duniani vile vile kuhakikisha hali ya kuwapendeza wenzetu. Lazima kunakuwa na taratibu. Tumekuta taratibu za Mungu, lakini tumekuta taratibu za nchi. Kuanzia kwenye kuongea, mavazi, muonekano wetu, wafanyakazi wetu, yani tabia nzuri zote zinaitwa maadili mema. Maadili mema, tabia nzuri, na zinajengwa kuanzia chini, kuanzia utamaduni, utaratibu wenyewe. Nikisema kuanzia utamaduni kwamba mtu anapozaliwa, anavyoanza kukua, unamlea mtoto wako katika misingi ipi? Misingi ya Kitanzania au misingi ya nje ya Tanzania? Kama unamlea katika misingi ya Kitanzania, unamjengea uhalisia wa Utanzania, pale unamwekea uzalendo, lakini mfuata maadili ya Kitanzania. Akienda shuleni akute misingi hiyo hiyo, akienda kanisani au msikitini akute misingi hiyo hiyo, akienda mtaani akute misingi hiyo hiyo. Pale tunampata mtu mwenye maadili na uzalendo. Maadili yanakataza akiwa mwanafunzi lazima awe na sifa za wanafunzi. Sifa za wanafunzi ni kusikiliza, kutii na kufanya mambo yote ya utamaduni wa nchi yake kwa wakati mwafaka, na kuacha makatazo yote yaliyo kwenye Biblia au kwenye safu, yaliyo kwenye sheria za nchi au yaliyokatazwa na wakubwa wake kwa wakati fulani. Huyu mtu akifanya hayo, tunasema ni mwadilifu, na inaendana na kusema ukweli, inaendana na kutenda sana. Tenda maana yake mtoto lazima au kijana au mtu yote lazima ajifunze kwamba ambacho ameagizwa anafanya, tena kwa wakati, lakini kwa kuonesha anafanya. Sio anafanya huku ananung'unika. Kwa furaha anafanya kwamba yuko tayari kufanya jambo ambalo ni la msingi. Kwa hiyo unakuta sasa kwenye maadili, kwanza wengi ni maandalizi mazima ya yule mtoto anapoanza kuja. Kwa wakati fulani unaweza ukawa uko pale ofisini, uko shuleni, unakuja mzazi amekuja na mtoto kanyoa tofauti na vile tulivyokuwa tunataka. Mtoto hana vifaa vilivyokuwa vinatakiwa. Baka mtoto hana hata vifaa vya michezo. Mtoto hana daftari. Wakati fulani mtoto ameenda tu, anakuja tena kurudi. Mwalimu,
baba amesahau kununulia kalamu. Sasa wewe mzazi unakuwa hujatimiza hivi vigezo, kwa sababu maandalizi yako yalikuwa hayamlengi yule mtoto. Kwa sababu kwanza umemkurupusha mtoto ameenda shuleni bila kufuata taratibu, wakati karatasi ile imekuelekeza ili mtoto awe kufika shuleni afanye 1, 2, 3, 4, 5. Wewe hujasoma. Nini unachokifanya sasa? Unamfundisha nini yule mtoto wako, kama ni wa kike kama wa kiume? Pale ambapo sisi tunamwambia umemwona mwanao kichwani hajanyoka, yeye anashtuka na wewe unashtuka. Pale wewe unakuwa haujatimiza vigezo vya kuwa una maadili, kwa sababu hujapanda mbegu ambayo sisi tunaitaka ijengwe kwa mtoto. Ungekuwa huko nyumbani unamwambia hizo nywele ni ndefu, unapaswa twende tukavinyoa. Vifaa vyako hivi vingine sivioni viko wapi? Ukimjenga mtoto katika msingi huo, atajua kwamba kumbe mama yuko makini na mama yangu mimi ni mwadilifu. Sasa msingi wa maadili uko hivi. Sasa ndio inakuja inajenga sasa baadaye kuwa na kiongozi ambaye hata akifika ofisini anakuwa anafahamu ambacho amefikia pale ofisini. Yaani kitu gani kimemleta pale ofisini. Kwamba atajua kwamba let's say kwa mfano mtoto anajua kwamba kumbe nikiwa shuleni napaswa nifuate 1, 2, 3, 4, 5 ambayo baba na mama waliniandaa. Sasa leo kesho unafungua shule unaanza kukimbia naye yule mtoto. Unakimbia kule Kariakoo kweli. Na mnakimbia jasho. Yule mtoto anashindwa tu kuuliza swali lao. Lakini ungepata fursa kukaa naye. Sisi tunapata fursa ya kuongea nao kwenye midahalo ya nani. Nakwambia unakuta mzazi wetu, sisi wazazi wetu siku ya mwisho ndio anafanya maandalizi. Ananua kila kitu siku ya mwisho. Sasa ikitokea dharura tu yule mtoto amekosa masomo. Kwa sababu atakuwa na daftari, hawezi kwenda shule. Hawezi kwenda tendeje ana daftari. Hatukimlazimisha ataenda kusikiliza nini? Kuna tuimbi nyimbo tu peke yake. Tunaandika, tunasikiliza. Kwa hiyo utaanza kumjengea mtoto habari ya uongo na kwenye maadili nakataza. Utaanza kumjengea mtoto habari za kukimbia majukumu yake kwenye maadili nakataza. Yaani maadili ni matendo yanayowiana na kutenda mambo ambayo kila mtu hayamkwazi na Mungu hayamkwazi. Hapo ndio tutakuwa tunakwenda moja kwa moja. Sasa tutapata hawa watoto au viongozi ambao watakuwa wakiwa kwenye maeneo yao ya kazi. Viongozi wa nchi wakisema tunataka watu wenye maadili, wakikuchunguza wakute kweli una maadili. Na labda sasa maadili yana mahusiano gani na uzalendo? Maadili ndio yanayojenga uzalendo. Huwezi kusema mzalendo wakati huna maadili. Iwe dada mzuri au kaka mzuri au baba mzuri au mama mzuri, ni sharti uwe na sifa zifuatazo. Moja, ni lazima uwe unafahamu mpangilio mzima wa familia yako au vijana wako, mpangilio mzima wa nchi yako. Sisi leo tunasema Tanzania yako, kwamba lazima ufahamu hivyo. Lazima ufahamu majukumu yako ya msingi. Ukiwa dada ufahamu umefika mahala pa kufanya kazi, ufanye kazi. Ukiwa dada kaka ujue umefika mahala ufanye kazi. Kazi ya aina gani? Ni kazi yoyote yenye kuingiza kipato halali. Tunatofautiana, mwingine atakuwa ofisini, mwingine atakuwa kwenye kazi za nguvu, mwingine atakuwa kwenye kazi za ushauri, mwingine atakuwa kazi imradi ni halali na imeandikwa na iko kwa mujibu wa sheria. Sasa watoto na vile tunawaambia wakiwa shuleni ni lazima, sharti la kwanza, kwa sababu atakiwa na vifaa vyote. Mfano atakuwa na tracksuit ya kufanya michezo asubuhi. Asubuhi ukiambia twende kwenye mchaka, utakuta mtoto anafurahia mazoezi kwa sababu ana vifaa vyote. Wewe hujampa vifaa vyote. Tunasema twende kwenye mazoezi, anaanza kulia asubuhi. Anajisononeka. Unamjengea mtoto kutokuwa mzalendo, kwa sababu anapokuwa anafanya mazoezi unaimarisha mwili wake, lakini unajenga uzalendo. Tunaimba nyimbo kwenye mazoezi mchaka. Tanzania yetu, marais wetu tunawaimba na kumtaja rais, tunataja nchi. Kutaja nyimbo kuisifu nchi yako ni sio Tanzania tu, hata nchi zote duniani. Ni sharti umjenge mtoto kuipenda nchi yake. Ni sawa na kwamba kumjenga mtoto kuipenda nyumba yake, kupenda familia
yake. Ukimkuta mtoto hapendi familia yake, ufahamu huyu sio mzalendo kwanza. Inawezekana mazingira labda yanasababisha yeye kupenda familia. Hakuna nani aliyesababisha mazingira kupenda familia. Mtoto ameikuta familia. Kuna hivi mtoto huyo anaizalisha familia au wewe au mtoto anaikuta familia? Mtoto amezaliwa. Ndio haya niliyosema, ukifuata taratibu mtoto ataikuta familia, na familia iliyopangwa. Familia iliyopangwa ambayo inaongea lugha moja, inasikilizana, inaheshimu. Familia ambayo mtu akiingia anaingia amelewa, anatukana matusi, watoto waliopo mle ndani watakuwa wanakosa maadili kwa sababu wewe umeamua kuyaondoa maadili. Wakikosa maadili watakosa uzalendo kwa sababu wewe umeamua wewe mwenyewe kuondoa uzalendo kwenye nyumba yako. Ukiondoa uzalendo kwenye nyumba yako, hauwezi ukahubiri uzalendo nje ya nyumba yako. Kwa uzalendo unaanzia kwenye ngazi ya familia, unakuja moja kwa moja moyoni, na moyoni unajengwa kwa sababu kila kitu kinajengwa na hamasa. Hakuna kitu ambacho hakijengwi na hamasa. Hata nyinyi mnafahamu kwamba hamasa kubwa ndio inajenga utayari wa kila jambo, na ndio maana hata kama jambo gumu ukihamasisha mwanafunzi au mtoto, anaona lile jambo ni la kawaida. Tunaishi kwa familia hizi tofauti sana. Wengine wanakula ugali asubuhi, wengine wanakunywa chai kavu, wengine hawaji nini. Tunaishi kwa tofauti sana. Lakini hamasa ya familia zetu inatuweka tukikaa barabarani hatuwezi kuulizana kwamba kweli umekula nini. Ni kwa sababu tumejengwa katika misingi ya uadilifu na maadili ambayo huwezi kumuuliza mwenzako. Na hata kama nyumbani watu mama na baba wametofautiana, unaona mtoto hata kikaa, utaona tu amesinyaa usoni, amenyamaza kimya. Hata ukimforce kiasi gani, sema yaliyotoka nyumbani, mbona yale tumeyaweza. Ya msingi mengine ya mtoto ameweza kuzuia hata yale maovu ya nyumbani, hajayasema pembeni. Sasa unaona, sasa kumbe tunaweza tukamtengeneza mtoto kupenda familia yake kama ulivyoweza kutengeneza kwamba ayapende hata maovu yako, yaani hata maovu yako ayapende. Lakini mtoto anakuwa katika hali ya kujifunza. Tunaelewa wale wote ambao hata kama sio mwalimu, fahamu mtoto anajifunza. Na ndio maana sisi wengine tunaunga mkono serikali inaposema taki mtu aonekane hivi kwenye jamii. Sisi tunashukuru. Na sisi tulisema kwa nini mnasubiri rais mpaka aseme? Tunasema maadili ni kuanzia kwa mtu yoyote. Wewe ukionekana saizi kuna mtindo umezuka, na nafikiri labda hawajaliona. Nafikiri sasa tumesema kwa sababu tunazungumza kwa maadili. Watoto wa kike wananyoa, wanaacha nywele hivi, kidogo wananyoa hivi ukitembea barabarani. Sasa nani aliyetuletea utaratibu? Ni wenzetu ambao wapo barabarani, wapo kwenye shughuli zao za ambazo wanaziingizia shuleni, lakini wamebuni utaratibu wa kuharibu maadili. Wanafanya shughuli zao kwa kuvuruga maadili. Sasa tusipoyaongea sisi ambao ndio tuna watu wa malezi, wanasubiri mpaka rais tena aje aseme, vitu ambavyo vinakera. Lakini na nyinyi waandishi wa habari mtusaidie, mnawaonesha, mnafikiri sifa. Sisi tunaona kwamba mnasambaza. Baadaye huu mfumo sio wetu, sio wa Tanzania, soma kwenye vitabu. Sisi mfumo wetu, umeona tulivyonyoa sisi. Mbona ulivyonyoa Empire? Au ulivyosuka wewe? Huo mfumo wetu. Tuna aina ya utamaduni, lakini tunanyamaza. Tunategemea walimu ndio wapige kelele, wachungaji wapige kelele, na mashehe wapige kelele. Labda bahati nzuri sana tumepata kiongozi mcha Mungu ambaye naye anaona mbali, Mheshimiwa Rais Dr. John Paul Magufuli. Anafanya kazi nyingi sana. Kabla tujapata kufahamu sasa nyinyi Patrick Mission mnawalea vipi watoto, kwanza nimpe nafasi ya Isaac. Nakushukuru sana Anastasia. Kuna vitu ambavyo mmeendelea kujadili, nilikuwa naenda mbali zaidi na tafakari. Swala la maadili, swala la uzalendo. Pengine kwa sababu mkurugenzi Ndele Mwaselela amekuwa na wanafunzi, kwa sababu pia hapa tunazungumzia wanafunzi zaidi. Anaona nini ambacho kinakosewa. Ameanza kuzungumza kidogo juu ya wazazi, lakini pengine ni nini ambacho kinakosewa kinafanya uzalendo na maadili kupungua kwa kiasi kikubwa? Tumeamua, nafikiri udhibiti ni mdogo sana,
Udhibiti una maana maeneo gani? Kwa maana kwamba watu wengi saizi wanategemea kila jambo litoke kule juu, yaani mamlaka ziseme ndio watu watende, kitu ambacho ni tabia mbaya. Lakini mambo haya yanaanzia katika ngazi ya familia. Unazitazamaje familia hizi? Kumekosekana nini? Kwa familia zimekosa uzalendo. Na unadhani kwa nini? Ni kwa sababu zimedaka maisha ya barabarani kwa makusudi kabisa. Nikupe tu mfano, tukafanya tunasajili tunawaajiri watumishi, wakaja walimu kutoka vyuo vikuu vya Dar es Salaam, Dodoma, wapi na vitaja tu moja kwa moja kwa sababu ni vyuo vyetu. Walikuja kufanya usajili. Mmoja wa watu ambao tuliwarudisha sisi, tukuta mwalimu amekuja kufanya usajili hajavaa katika misingi ya kwamba anaweza kuwa mwalimu, lakini hata kunyoa tu, yaani nimekutana naye tu mwanzoni, nakutana naye tu usoni, nikamwambia na wewe umekuja kufanya usajili, mbona huna sifa zile za mwanzo kabisa za kuwa mwalimu? Malezi yanaanza na sifa. Kwa kuna vitu vingine watoto hawajavikuta shuleni, hawajavikuta kanisani wala msikitini, wamevikuta barabarani huko. Na huko barabarani tuliacha wenyewe, tukasema hawa watu waache wabadilishe mfumo, tunawachekea. Kwa inawezekana wazazi wetu wanafanya kazi nzuri sana, inawezekana mashehe wetu na wachungaji wanafanya kazi nzuri sana, na viongozi wetu wanafanya kazi nzuri sana. Je, huko barabarani watoto wakienda wanakutana nini? Huko ndio vya familia. Sasa zipo familia ambazo waliamua wenyewe waacha uzalendo. So mtu mwingine hata habari ya kwamba anaujua hata wimbo wake tu wa taifa. Mmoja tunaenda kwa shule fulani tunaimba wimbo, nikakuta watu hata kuimba ule wimbo wa taifa hawajui. Unaweza kama tunaongea kama vitu ambavyo hamvielewi, lakini siku mkifanya tafiti kujua nchi yako na kuipenda, mtaelewa tunachozungumza. Uzalendo, haya hamasa anayoifanya Mheshimiwa Rais sasa ya uzalendo, mimi nawasihi sana wamiliki wa shule wenzangu, tumsaidie Mheshimiwa Rais. Nawasihi sana walimu, tumsaidie sana huyo Mheshimiwa. Unajua kusoma vile vitabu viko wazi, sio kwamba anaani. Vitabu vile mitaala iko wazi, inatuhimiza tudhibiti, inatuhimiza watoto wetu wawe wazalendo, kwa sababu ni lazima wawe wazalendo. Ndio sababu ndio maana kwenye mtaala upo maadili, sio kwamba tunahubiri tumeyakopi toka. Hapana, unapoanza darasa la kwanza maadili lazima yanahubiri. Sasa mpaka tunapendekeza kuna somo la maadili, lakini ukienda kwenye masomo ya siasa wanaita CS uraia, wanasema kuna kitu wanafundisha tabia, proper behavior and improper behavior. Nitarudi kwako Ndele. Mtazamaji, unaweza ukashiriki nasi kupitia 0759 42 78 88. Nambari ya kupiga hapa ni 0759 42 78 88. Kumbuka tu leo tunaye Ndele Mwaselela, yeye ni mkurugenzi kutoka Patrick Mission High School Dar es Salaam, na tunaangalia swala zima la maadili na uzalendo shuleni. Nikirudi kwako sasa Ndele, nyinyi katika swala zima la maadili, kwa sababu tunajua wanafunzi wanaokuja kwenu wana tabia tofauti tofauti, wazazi wana tabia tofauti tofauti, ili kumtengeneza yule mtoto awe na maadili na uzalendo, mnatumia njia gani hasa? Kwanza getini pale tukagua. Yaani sisi wala hatutaki watu waingie kule mbali kule. Kwa mimi nikija nimeshindikana pale getini, umevaa suruali dada imebana, tutakupa kanga. Nafikiri itakuwa message wa mtoto wako pale pale. Sisi tunataka tukufundishe moja kwa moja. Okay. Lakini tukiona nani tunafundisha. Lakini mtoto kabla hajaingia kule tunamkagua pale getini. Mkurugenzi shatokea mkarudisha wazazi pale pale. Maana sawa siku moja kwanza mwangalie pesa tunachoangalia kwanza. Siku moja rafiki yangu mmoja alitembelea ofisi ya mkemia mkuu, alivaa sketi fupi, sketi ambayo yeye alikuwa anaona ni ndefu, lakini mimi nilimwambia sketi unavaa hii tunaenda ofisi ya serikali. Anafika getini kumpa kanga. Nikaambia ni message kwako kwamba usomi wako haujakusaidia. Hajarudia tena. Kwa hiyo lazima mfahamu, tumeenda majeshini, huwezi kufanya haya mambo. Kinga ofisa jeshi huwezi kufanya hivyo. Kwa nini maadili yabaki majeshini peke yake? Sisi tuliamua kuwa shule ya uzalendo
na uadilifu, na tunasimamia kweli, na inauma kwa sababu hamna kitu watu ambacho wanakichukia kama kusimamia maadili na uzalendo, kwa sababu maadili na uzalendo utasema ukweli, utamwambia ukweli mtu, na nafikiri utashi na ugomvi mkubwa hapa kwenye maadili na uzalendo ni ukweli, na nafikiri mnaona Mheshimiwa Rais anavyoenda. Mtu kimwambia ukweli anasema unajua ungeniambia pembeni. Pembeni wapi? Maadili hataki hivyo. Ukisoma Biblia haitaki hivyo. Inasema tukosohane kwa utaratibu, kwamba na kuona mtu anaenda kuharibu nani utaratibu. Kwa nini usiniambie ukweli? Sisi wengine tumezaliwa hivyo. Tuna haiba hizo. Mimi niliambia kwamba shule zangu haitatokea mtu hata akiwa na bilioni 1 akavuruga uzalendo. Yaani kwanza uzalendo na maadili ndio hela zako zifuate. Ni heri tulale njaa, lakini Tanzania tuiokoe. Ndio mfumo ambao tumeweka sisi. Kwa hiyo utatupigia kelele, utalalamika, utaondoa mtoto wako, sisi hatuko kwa ajili ya hicho kitu tunachofikiria. Na ndio maana tunawaonesha kwa utaratibu. Tukipata tunachokipata, tunakirudisha tena kwenye jamii. Kwa sababu sisi hatuko duniani kukusanya utajiri. Utajiri hatutaenda nao mbinguni. Kuna mtazamaji wetu Samuel kutoka Mafia, karibu. Asante, nashukuru sana kwa kipindi kizuri cha siku ya leo. Karibu sana. Hello. Tunakusikia, karibu. Hello. Samuel. Hello, nakusikia, naongea kutoka Mafia. Endelea, tunakusikia vizuri. Asante, nashukuru kwa kipindi kizuri cha maadili na uzalendo mashuleni. Kwa ufupi, mimi nimefurahishwa na hiyo mada, lakini nilikuwa nataka niseme mambo 3-4 yanayohusu maadili. Katika swala zima la maadili kuna nguzo 4 kama mwalimu anapozungumza hapa. Nguzo ya kwanza ni wazazi, nguzo ya pili ni elimu, nguzo ya tatu ni dini, na nguzo ya 4 ni jamii. Mojawapo ikimongonyoka kuwa na maadili mema. Kwa mfano, kama wazazi wamejikita katika utasa zaidi, mtoto naye atakwenda katika swala la utasa zaidi. Na kama shule haijikiti katika swala la maadili, ni lazima mtoto atabomoka. Na kama mtoto hajafika dini vizuri, ni lazima maadili yatamongonyoka. Na kama jamii imemongonyoka katika maadili, huko anapookota mtoto, anapochafua, ni lazima mtoto ataharibika. Kwa hiyo misingi 4 ya maadili yote inabidi tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kumjenga mtoto katika swala zima la uzalendo. Na jambo jingine ambalo linaonekana kabisa linapoteza maadili ni swala zima la upande wa shule, hasa walimu wa sasa. Nina maana ninaposema walimu wa sasa. Kwa nini tunasema wazee wa zamani walikuwa na maadili mema? Ni kwa sababu walimu waliokuwa wakiwapata wakati ule ni walimu waliokuwa wanajali kazi na malezi zaidi kuliko kutanguliza fedha. Lakini tukiangalia mfumo wa sasa na maisha yalivyo magumu, ni kwamba walimu wamejikita zaidi katika kulalamika na kushindwa kutimiza majukumu yao kwa sababu hali ya maisha imebana. Kwa hiyo tukiweza kutengeneza maslahi mazuri kwa walimu, wakajikita vizuri katika kumsimamia mtoto kuanzia taaluma, kuanzia malezi, kuanzia mwenendo wa mtoto mpaka kumfuatilia mpaka mtaani, ni kwamba tutakuwa tunatengeneza taifa ambalo lina misimamo na uzalendo kwa watoto wetu. Hususani sasa hivi tumekuwa ni watu wa kulelewa na haya mambo ya wireless, mitandaoless, na malezi yanaingia huko kwenye malezi na wireless. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tunaweza tukawa tunatumia mitandao vizuri, tunaweza tukawa tunatumia mitandao vibaya, na wakati mwingine huko mashuleni walimu wameona watoto wakiwa wanatumia simu. Kwa hiyo nimpongeze sana huyo mwalimu anayezungumzia swala la maadili, lakini aangalie wapi nguzo zinapotetereka, nguzo hizi 4 nilizozitaja. Asante sana. Karibu tena. Shukrani. Nashukuru. Kwanza niwakumbushe Watanzania kwamba natumie fursa hii kwamba tumshukuru mzazi, lakini naona sisi hatuimbi wimbo mpya. Nilikuwa naangalia hapa serikali saizi ukiwa mtumishi wa umma kuna form nimesikia leo kwenye madodoso yenu hapo, nimewatumia wabunge walete miamala yao ya nini. Nimesikia kwenye madodoso yenu hapo ya magazeti. Nafikiri
watu hawaelewi maana ya maadili. Ukijengeka vizuri katika msingi wa maadili na uzalendo, ukiwa kiongozi ndio utaitumikia nchi yako katika hali nzuri. Na ndio maadili pamoja na kwamba unachukia rushwa, unachukia uongo, wewe unatenda matendo ambayo uliyaomba. Lakini la pili, mwenendo wako ufanane, waseme ndio huyu ni kiongozi. Unajua unasema wewe ni waziri, wewe ni mbunge, wewe si ni fulani. Watu wakikuona wajue ni kweli ni wewe. Lakini waseme wewe ni fulani, Mwalimu Nyerere amesema wanakuta waziri, wanakuona waziri kabisa, lakini unafanya mambo ya hovyo. Unataka sisi tukuheshimu? Unataka wale watu kuheshimu? Tunaongea ndio haya sasa uzungumza. Ndio kipengele cha maadili chenyewe. Ukisoma maadili, miko ndio maadili yenyewe. Sema maadili maana yake tunasema miko, kwamba ukishakuwa mtangazaji uwezi ukafanana tena na mtu mwingine, kwa sababu kabla hujaanza kutangaza kuna maadili unapewa. Sio? Huwezi kaingia ndani kuongea lugha za hovyo. Ndio maana mnatisiana wana control kule. Ukiongea mambo ya hovyo utashughulikiwa. Kwa nini wanashughulikia? Maadili. Kwamba maadili yanatakiwa ufanye 1, 2, 3. Hata sisi ambao tunakuja kusema hapa tunatakiwa tufuate nini? Maadili. Tuwezi kuanza kupoyonga tu. Lazima tufuate utaratibu. Ndio maadili sasa, ndio msingi wa maadili. Kwa kumbe maadili ni utaratibu. Ni utaratibu wa jambo fulani kwa wakati fulani. Kwa mfano, unataka kuwa kiongozi. Wewe unajielewa kabisa wewe huwezi ukazuia tabia zako. Acha sio kiongozi. Kwa sababu utachafua ile wizara, utachafua ile, kama ni wilaya utachafua wilaya, kama ni mkoa utachafua mkoa, kama ni sura ya taifa akija mtu wa nje asema huyu ni ndio waziri huyu. Na unadhani labda mtu kama misingi ya maadili na uzalendo hajatengenezewa tangu utotoni, anapokuja kuwa mkubwa au anapokuja kuwa kiongozi, unadhani anaweza kabadilika? Anaweza, kwa sababu ndio maana kuna mfumo. Mfumo kama ulishindwa kujifunza kwa vitendo kwa mzazi wako, ulishindwa kujifunza kwa malezi kwa mzazi, unapaswa kujifunza sasa kwa vitendo. Utajifunzaje? Mbona mheshimiwa rais anafanya? Ukikosea na kutoa pale. Nafikiri message kwa wanaobaki. Kumbe huyu mzee hayuko hatani, yuko serious. Ni mwalimu wako sasa yule. Kiongozi wako anabeba maana ya malezi. Kwa sababu kama kulelewa vizuri na babako na mamako, ndio unakuja sasa kwenye vitendo. Unakutana na masuala sasa. Kuna kuajiri, tukisha kuajiri, tunakwambia unatapaswa ufanye haya. Unasema ni kwa si afanye, ambia hapo utafanya. Kuna mtazamaji kutoka Yombo. Karibu Robert. Asante. Robert, karibu. Asante. Nilikuwa nauliza hivi. Mahakama wanasema kwamba maadili vijana wa kweli watoto vijana wananyoa nywele wanaingia kizuri na watoto wanaokosa barabarani, hayo na msingi na maovu machache ambayo hayana maadili. Umemsikia nini kifanyike? Baada ya kuongea hiyo tatizo, nini kifanyike ili kuondoa hao wanaokosa maadili? Asante. Anasema anauliza nini kifanyike kwa wale wanao, inaonekana katika maelezo yake anasema kwamba inaonekana watoto wanachukua maadili yasiyofaa, matabia zisizofaa mitaani katika mazingira kama hayo. Pengine nini sasa kifanyike ili hao wasiweze kuyapata hayo machafu ambayo yahitajika? Nafikiri kikubwa hapa, mimi niombe Watanzania Watanzania wote warudi kwenye misingi yetu ya Tanzania. Watoto hawa wanajifunza kutoka huko. Kwa sababu wazazi sasa tumeshawaambia, tumeiambia serikali. Je, sisi ambao tuko nje ya mifumo yote hiyo, kuna watu wako huko nje hawana kucontrol. Sawa? Hawana mtu wa kucontrol, hawana mtu wa kuwatazama. Na wenyewe tusaidieni, kama ni dada tusaidie basi, ukionekana na maadili mazuri huko barabarani, watoto wetu wanavyotoka huko nje waone kwamba kile ambacho tunakisema huko darasani na tunataka kusema kwenye familia kifanane. Ugonjwa uliopo sasa ni nje, ndio ugonjwa mkubwa. Sasa kifanyike nini? Mimi nafikiri tunazo wizara husika zihakikishe au tunaziomba zitengeneze mfumo wa kubana mpaka huko. Wasubiri mpaka siku moja aje atoke kiongozi wa juu aje aseme kwamba hiki na hiki. No, yani paswa tu tuwe wabunifu kwenye serikali, tuwe wabunifu kwenye idara. Watu, kuna watu wa ustawi wa jamii, kuna watu wa wizara ambayo inahusika,
waangalie sasa kwamba huku wameweza, kwenye familia wameweza, nini sasa huko kwenye huduma ya jamii, nini wakitengeneze katika mfumo wa kubadilisha watu katika ile, kwa sababu unaona kubadilika katika mfumo wa kawaida watu wataki. Basi jaribuni basi kuwaelimisha watu, tuweke hamasa kubwa katika kuhubiri haya mambo ya maadili na malezi katika labda huko mtaani sasa kuwe, kwa sababu watu walitoka huko wakiwa tayari wameharibika huko. Sasa tuende huko mtaani sasa kila mtu, serikali za mtaa, sio viongozi wa mashina, sio viongozi wa nini, hebu wajaribu kwenye mikutano yao wawe wanazungumza agenda iwepo ya maadili na malezi, iwepo kwenye agenda, wasikuje tu na agenda ya maagizo. Wanakuja tu na maagizo sio na nini. Hebu tuanze kwanza Tanzania inataka nini, alafu tuanze na maagizo, tumalizie na maagizo yetu. Kwa mimi nafikiri kikubwa tuungane wote kwa pamoja. Makanisani na msikitini wanahubiri sana, mashuleni wanahubiri sana. Hakuna mzazi anayependa mtoto wake awe na maadili mabovu. Sasa bado watusaidie serikali za mtaa huko chini, watusaidie sana, na wizara sasa zinazohusika na mambo ya huduma hizi watusaidie kusisitiza ili swala likisisitizwa. Nimeona wizara ya habari, utamaduni na michezo wameanza habari ya kwamba uzalendo nini, wameanza kuhubiri safi kabisa. Sasa wasiishie kwenye makongamano ya kwenye vyombo vya habari, hapana, waende mtaani, wako watu wanapoishi kule, wana maafisa utamaduni. Kwa na waomba naye dadangu pale nani Juliana Shonza, naye mzee wangu Dr. Harrison Makembe akutanishe wadau waende wakadhibiti huo utaratibu. Tutamsaidia sisi, tumeshaanza kumsaidia shuleni, wachungaji wameshaanza kumsaidia na makanisani na mapadri, mashehe wamemsaidia kule msikitini. Sasa akae na serikali za mtaa, mkoa, wakuu wa wilaya wapite, hao ndio wanaomiliki watu huko barabarani. Sisi hatumiliki watu huko barabarani. Mimi kisha mfundisha mtoto wako, labda tu sisi Patrick Mission ndio kidogo tunaenda mbali zaidi. Kwa siku moja tukikuta mtoto huko naye kwenye maeneo ya starehe, tukakuta na wewe, bahati mbaya tutakutoa. Sasa kutoa tu haitoshi. Tunaweza kukutoa hapo ukaenda shule nyingine ukafanya mambo yale. Pia sana. Tunakufundisha sisi, usimpe mtoto habari za simu labda nini, lakini tunafundisha shuleni, tumeandika kabisa. Mzazi anapokuja na mtoto tena amempa simu, mtoto ameweka headphone, ukimwangalia mbia, hebu niangalie simu. Ukiangalia mtoto anaingia kwenye mtandao mle ndani anafanya, kwa sababu kicho changanya tena mambo mengine ya maadili. Sasa hizi ni mitandao ya jamii. Lakini unadhani viongozi ambao wanakuwa wanafanya vitu vya tofauti ambavyo vina maadili, unadhani misingi ya nyuma au misingi ya utotoni hawakupewa maadili na wazazi wao ni kengeuka? Kwa viongozi mimi nafikiri tabia ya mtu huwa haijifiki. Mimi nafikiri wanajaribu kuonesha tabia zao, kwa sababu uongozi ni utumishi. Uongozi, ukishakuwa kiongozi, mtu amekuzuia kila kitu usifanye, maana ufanye vitu vizuri tu, viwe mfano. Nafikiri mmenielewa. Sasa ukiwa kiongozi alafu unaanza kukengeka, utakutana na watu kama sisi waona kwamba nafikiri hata dumu. Kwa mfano kana mheshimiwa kama rais hivi, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, tunajua tu kwamba ipo siku tu watakushika tu. Mungu itakushika tu, kwa sababu rais anataka watu wanaoonekana kwamba kweli ni viongozi, ni walezi, lakini matendo yao yanafanana na uongozi. Huwezi kuwa wewe kiongozi afu matendo yako hayafanani na uongozi, na wakwaza watu kwa barabarani. Mimi nafikiri hiyo lipo wazi tu, na kama wanasikia hapa ni rafiki zangu, ndugu zangu, mimi lazima niseme tu kweli. Na kwa kumalizia sasa, unawaambiaje wazazi, walezi, lakini pia jamii kwa ujumla kwenye swala zima la maadili na uzalendo? Mimi nafikiri tutahubiri sana watoto kusoma, tutahubiri sana watoto wawe wa smart nini, lakini kama tukasahau mada ya maadili na uzalendo tutapoteza muda. Kwa hiyo mimi niseme wazazi wa Tanzania wenzangu na nyinyi wa vyombo vya habari, tuimbe wimbo mmoja, tudhibiti sana matendo ambayo yanaharibu uzalendo na yanaharibu maadili ya watoto wetu. Watoto wa leo ndio wa Tanzania viongozi wa kesho. Watoto wa leo ndio watakaosababisha Tanzania ifanane na nchi zinazoendelea. Leo tumeona kwamba udhibiti wa rasilimali ya nchi umeanza kuibuliwa na mtu mmoja ambaye ni Mheshimiwa Rais. Anatoa jasho, unamuona anaongea huku mpaka anatetemeka. Kwa nini tusiwapate wengine kama hawa? Kwa nini unamuona rais mpaka watoto wasema this is good president? Sasa sisi tunakaa na watoto, mtoto akimuona Rais Magufuli ana concentrate. Kwa nini amewavuta? Kwa nini amewavuta watoto rais?
Basi sisi viongozi na wengine tujifunze kwa mwalimu wetu, tujifunze kwa kiongozi wetu. Leo tunaongea kama tunafanya mdahalo wa kawaida, lakini baada ya muda fulani mtaona mabadiliko kama tukawa kwa pamoja. Mwalimu Nyerere alituweza, alifanya haya mambo kwa vitendo. Leo tumeona Dr. John Paul Magufuli anafanya kwa vitendo. Sasa na sisi waandishi wa habari, sisi raia wa kawaida, sisi ambao tunamiliki hawa watoto katika misingi usajili, tunasajili, tunakaa nao, tunawalea, tumewaita wazazi watuwape, tuwatengenezee Tanzania mpya au tuitengeneze Tanzania mpya. Tujifunze, tuogope, tumuogope Mungu. Wamekuelewa Ndele. Karibu sana. Tumefikia tamati. Shukrani sana. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi cha Kumekucha sehemu ya pili, ambapo leo tulikuwa naye Ndele Mwaselela. Yeye ni mkurugenzi kutoka Patrick Mission High School Dar es Salaam, na kubwa tulikuwa tunaangalia maadili na uzalendo shuleni. Mimi nikwambia tumefikia tu tamati. Naitwa Anastasia Mairi, mwenzangu alikuwepo Isaac Mpayo. Tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.